Tunaendelea kutazama mitandao mbalimbali ya kijamii hapa Tanzania na kuona watu wanasema nini katika mtazamo wao kwa haya yanayoendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Na katika mitandao mbalimbali kila mmoja ameandika kila ambacho anakiona na akishauri kwa nia njema. Na kati yao yupo Askofu Kalikawelo wa Kalinda Bagonza ambaye ameandika katika kurasa wake wa Facebook akisema kwamba Mwigulu na haki ya papo kwa papo au haki fasta. Basi tuende moja kwa moja kutazama nini amekiandika na nini amekishauri. Naam, karibu ambatana nami na langu jina ni Godoni Karurunga. Askofu Kalikawelo wa Kalinda Bagonza anaanza kwa kusema kwamba katikati ya mkwamo wetu, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba ameibuka na njia mpya iliyokuwapo zamani. Ni njia ya haki ya papo kwa papo au haki fasta. Nampongeza. Wajaluo wanasema usiku ukigoma kupambazuka unaamua kuamka na kuanza kazi. Anasema na shauri tusimkatishe tamaa kwamba naye hatashindwa kama walivyoshindwa akina Sokoine, Mrema, Lowassa na JPM. Kila mtu ana nyota yake. Anasema Wajaluo wanazuia mtu kupumulia pua ya mwenzake. Kwa kuwa ameamua, nami namtia moyo kwa kumshauri azingatie yafuatayo hata kama hatayapenda. 1. Mfumo wetu wote ni mbovu. Ni kama unachota maji na kuweka kwenye ndoo yenye matobo. Haitajaa. Ziba matobo. 2. Aliyekuteua ndiye aliyewateua unaowawajibisha na kuwabaragaza mikutanoni. Naamini miongoni mwao wanaweza kuwamo wanaosikilizwa kuliko wewe. Sikushauri ukimbie au uende polepole, na kukaa katikati ni pagumu. Komaa kama wale jamaa. 3. Makamu mwenyekiti wa chama chetu ametangaza kuwa hali ya rushwa ni mbaya sana. Wapo wasiogusika na wakiguswa hatutakuwa salama. Wasipoguswa rushwa haiishi. Kansa hii imo hata ndani ya TAKUKURU. Tufanyeje? Jifanye unaishughulikia na yenyewe itajifanya inashughulikiwa. Jambo la 4. Unachofanya ni kama kutumia ndoo ya mchanga kuzima moto wakati anasubiri gari la faya ambalo halina maji. Inasaidia kujenga matumaini. Jambo la 5. Kuna mamia ya wakandarasi na wafanyabiashara wanaoidai serikali mabilioni. Wengine wamefirisika, wengine wakafa na wengine wana kesi mahakamani. Kibaya, wengine wakidai wanaambiwa ipigwe pasu. Mtu akikataa alipwi. Kama PM yuko serious, ebu jaribu kumpa siku 7 anayedaiwa awalipe toka mfukoni mwake. Jambo la 6. Askofu Bagonza anasema kuna watendaji wanatamani uamuru wawalipe wanaodai kutoka mifukoni mwao ili ukiondoka wajirudishie mara 10. Haki ya papo kwa papo ina matobo. Nimesikia sikuota. 7. Haki fasta ina sharti moja kuu lisilobadilika. Toa kwanza boriti kabla ya kuona kibanzi. Waliomzushia mke wake kuwa ana magari ya Esther wanajipanga kuja na mengine. Na kusii uwawai. Kama una lisilo sawa kwenye integrity box, tangaza kabla hawajatangaza. Unaweza kuzushiwa kutwisha mimba wakati wewe ulishafunga. Namba 8. Hii vita isiyo yako mwenyewe. Jisafisheni nyote, muinuke wote. Kila mmoja wenu aimbe haki. Mtatoboa.
Msiionee haya haki, itawavusha. Sitamani kusikia siku moja ukilia, baba au mama, mbona umeniacha? Nafasi hiyo haina comprehensive insurance. Namba 9. Nia yako ni njema lakini haitoshi. Wakati ndio mbaya na tuna vita nyingi kwa wakati mmoja. Ukiamua kurudi nyuma, rudi kinyume nyume. Usigeuke na kupiga mbio. Watakumaliza kwa mishale. Namba 10. Vita hii haitaki kuchanganywa na hila. Usimruhusu mtu kukushirikisha mpango wa hila hata kama mliwahi kufanya hila pamoja. Pia usidiriki kumshauri mkubwa wako kufanya hila. Si unajua hata akifanya ikabuma unakamatwa wewe. Namba 11. Askofu Bagonza anasema matatizo ni mengi sana, majibu mmeyakalia. Taifa ni kubwa mno, haliwezi kuongozwa na muono mmoja. Hata Musa alihitaji msaada. Ridhianeni na neno haki, baraka zitafunguka. Wajaluo wanasema akusindikizaye asiweze kukufikisha. Ni bora arudi nyumbani, uendelee peke yako na kuzoea safari. Nami narudi. Anamaliza kwa kusema, mnaopenda kutukana, itukane rushwa, iondoke. Hili ni andiko la Askofu Bagonza katika kurasa wake wa Facebook, akieleza akisema kwamba Mwigulu na haki ya papo kwa papo au haki fasta, na ametoa ushauri wake wa mambo haya 11 ambayo nimekusomea. Karibu nawe kwa maoni yako, lakini kabla hujatoa maoni yako, naomba angalau tusikie wasomaji wake wanasemaje, akiwemo Clement Magembe. Anasema nchi haiendeshwi kwa matukio yanayotengenezwa na watawala wenyewe. Matatizo ni mengi lakini majibu wameakalia. Bagaya Jimloja anasema umeandika vyema sana baba Askofu Kalikawe wa Kalinda Bagonza. Vita ya kupambana na rushwa inahitaji umoja. Daniel Ngawai anasema hekima ya Mjaluo, we don't need a strong person, we need a strong working system. Anton Fulgens anasema baba Askofu, hili taifa likiangamia wewe huna deni, yaani hatukudai chochote. Aonywaye mara nyingi akishupaza shingo itavunjika wala haipati dawa. Barikiwa mtumishi wa Mungu. Hakimu wa Geto anasema binafsi mimi naona ingetungwa sheria ya kuwafukuza kazi na kuwafilisi watendaji wote wa umma wanaohusika na ubadhirifu wa mali za umma na haki za watu wengine. Pengine hii ingesaidia sana kujenga taifa imara na uwajibikaji kwa wote. Yaani watu wangeheshimu zaidi nafasi zao na za wengine katika jamii. Lakini sasa tatizo linakuja ni kwamba watu hao wenye dhamana ya kutusaidia katika haya yote ni hao ndio wanaojihusisha na uhuni wote. Ona sasa leo PM anaonekana kituko kwa kufanya kazi zinazotakiwa kufanywa na watendaji wa mitaa na vijiji. Na hapo ndipo unaposhangaa kuwa kuna haja gani ya kuwa na wasaidizi kama serikali za mtaa wakati hawatimizi wajibu wao. Lucas Jackson anasema 3 lessons all men should take from Pep Guardian's failed marriage. Na huyu Stanislaus Mchode anasema hivi Wajaluo na baba Askofu Kalikawe wa Kalinda Bagonza ni watani? Hamna andiko likakosa Wajaluo. Wansupo anasema ukiamua kurudi nyuma usigeuke, rudi kinyume nyume. Ninasikia hata kama unamtoka simba mtindo huu hutumika pia. Ulilo Jay anasema huyo ndio Bagonza, falsafa nzito. Elias Kasonzo anasema kwa hiyo mzee wetu umemuacha aendelee zake, hujataka kumfikisha ili azoee safari. Samnoki sababu anasema hii ni PhD kweli. Ndo tofauti ya kukaa darasani na kwenye kijiwe cha kahawa na kupiga kichwa kwenye mkeka 100%. Ndo maana wanashindwa wale jamaa
wamekalia kupiga kelele za tunaonewa sisi. Elimu na hekima hongera, ila kwenye mkeka hakunaga hayo. Live long. Ni hekima tuombayo. Anasema unawapa watu mafunzo, unawafundisha hata mbinu za kuiba, unawapa vitendea kazi, kisha unatamka, hakikisheni tunaiba, hakikisheni tunashinda, hakikisheni mnatulinda. Leo uje uambie waache rushwa. Hata mwenda wazimu hawezi kuelewa. Kuna watu wanafurahia mfumo wako, tayari kulinda kwa jasho na damu, maana unawanufaisha mno. Kuna bwana mmoja alikuwa mbabe sana, hakutaka michezo michafu. Alipoitwa na baba, wenye neema na mfumo walifanya sherehe. Not before. Tunaendelea kuangamizana kwa kuwa na mawazo tofauti. Maoni ni mengi katika ukurasa huu, na kiwemo ndugu Senslin Haki Balama anasema pupa kwa pupa, haki kwa chama chetu hiki na madarakani tuliingia kwa haki na waza mengi. Mtazamaji, karibu nawe kwa maoni yako kutokana na andiko hili la Baba Askofu Lokalinda Bagonza akimweleza ama kumshauri Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mwigulu Lameck Nchemba kutokana na staili ambayo ameanza hivi karibuni ya kusikiliza watu na kutatua kero papo kwa papo, lakini ametahadharishwa. Unadhani nini kitatokea? Karibu kwa maoni yako.